Jambo na karibu wa ndugu wapendwa watazamaji na wasikilizaji wa Congo Post News. Tunawakaribisha tena katika taarifa zetu za habari mbalimbali kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Basi bila kuchelewa, acha tuanze na habari muhimu kutoka huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako hali ya usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo bado inaendelea kuwa mbaya, huku shutuma mpya zikitolewa kuhusu uvunjaji wa makubaliano ya kusitisha mapigano. Jeshi la Taifa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC limetoa taarifa siku ya Jumamosi tarehe 6 mwezi wa 6 mwaka 2026 ikieleza tathmini ya hali ya usalama nchini, hasa katika maeneo ya mashariki mwa taifa hilo ambayo kwa muda mrefu yamekuwa yakikabiliwa na mapigano ya silaha. Katika taarifa hiyo, jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC linatoa tuhuma nzito likisema kuwa kuna kuendelea kwa uvunjaji wa makubaliano ya kusitisha mapigano pamoja na mikataba ya amani iliyowekwa. Jeshi hilo linadai kuwa vitendo hivyo vinafanywa na vikosi vya kigeni pamoja na waasi wa kundi la AFC M23. Kwa mujibu wa taarifa ya jeshi hilo, uvunjaji huo wa makubaliano haujafanyika mara moja tu, bali ni wa mara kwa mara wa mfumo unaojirudia. Jeshi hilo la FARDC linaeleza kuwa hali hiyo inaonyesha wazi kwamba kuna pande fulani ambazo haziheshimu kabisa ahadi zilizowekwa katika mikataba ya amani inayoendelea kwa sasa katika eneo hilo. Katika msimamo wake, FARDC linaeleza lawama kwa upande wa Rwanda pamoja na kundi la waasi wa AFC M23, likidai pande hizo zimekuwa zikihusika katika vitendo vinavyohujumu juhudi za kurejesha amani mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Jeshi la Kongo linasema kuwa vitendo hivyo vinachangia moja kwa moja kuendelea kwa hali ya sintofahamu, kuongezeka kwa watu waliokimbia makazi yao na kuzorota kwa usalama wa raia katika maeneo kadhaa ya mikoa ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hata hivyo, katika taarifa hiyo FARDC limeweka wazi msimamo wake wa kuendelea kulinda mipaka ya taifa na kuhakikisha kuwa mamlaka ya nchi haiingiliwi. Jeshi hilo linaeleza kuwa linaendelea kufanya kazi kwa ukaribu na taasisi zingine za usalama ili kuhakikisha ulinzi wa raia na mali zao pamoja na kudhibiti vitendo vyovyote vinavyohatarisha amani ya nchi. Wataalamu wa masuala ya usalama wanasema kuwa mvutano huu unaendelea kuathiri juhudi za kidiplomasia zinazoendelea katika ukanda wa maziwa makuu, ambako mataifa mbalimbali yamekuwa yakijaribu kusukuma suluhu ya kudumu ya mgogoro unaoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hadi sasa hakuna taarifa rasmi ya majibu kutoka kwa upande wa Rwanda wala kundi la AFC M23 kuhusu tuhuma hizi mpya zilizotolewa na FARDC, jambo linaloacha maswali mengi kuhusu mwelekeo wa hali ya usalama katika siku zijazo. Tutaendelea kufuatilia habari kwa karibu na tutaendelea kuwajuza ni nini kinachoendelea. Basi mpendwa msikilizaji na mtazamaji, tuendelee na habari zetu. Tubaki huko Kivu Kusini, ambako kumeripotiwa mapigano makali kati ya makundi yanayodaiwa kuwa ya ndani ya kundi ya moja la jeshi la Twirwaneho, huku hali ya taharuki ikiendelea kuongezeka miongoni mwa wakazi wa eneo hilo. Kwa mujibu wa vyanzo vya ndani ya Minembwe, mapigano hayo yameripotiwa kutokea katika maeneo yaliyo karibu na nyumba ambazo bado hazijakamilika za wanasiasa wawili mashuhuri katika eneo hilo, Moise Nyarugabo na Azarias Ruberwa. Taarifa hizo zinaeleza kuwa mapigano hayo yalihusisha makundi tofauti ya ndani ya wapiganaji wa kundi la Twirwaneho, ambapo baadhi ya wapiganaji wanadaiwa kujaribu kuondoka katika eneo la Minembwe wameripotiwa kuzuiliwa. Kwa mujibu wa mashahidi wa eneo hilo, hatua hiyo ya kuzuiwa wapiganaji hao wameambatana pia na madai kwamba baadhi ya familia zao zimewekwa katika hali ya ulinzi mkali au kuzuiliwa, hali iliyozua hofu kubwa miongoni mwa wakazi wa eneo hilo. Mmoja wa wakazi wa Minembwe wamenukuliwa wakieleza wasiwasi mkubwa kuhusu usalama wa watu wao, akisema kuwa kuna hofu kwamba huenda wapiganaji hawa pamoja na familia zao wakakabiliwa na hatari ya kuuawa au kuendelea
kudhulumiwa. Mkazi huyu ameongeza kuwa vitisho vimeanza kuenea, hali inaongeza hofu zaidi katika jamii. Wakazi wa eneo hilo wanasema kuwa kwa sasa hali ya Minembwe ni ya wasiwasi mkubwa, huku watu wengi wakihofia usalama wao na familia zao kutokana na mivutano inayoendelea ndani ya makundi ya wapiganaji. Katika maoni ya baadhi ya wakazi wanaoomba serikali kupitia jeshi la FARDC iingilie kati ili kurejesha utulivu na kuhakikisha usalama wa raia katika eneo hilo. Wanasema kuwa uwepo wa mamlaka rasmi ya serikali unaweza kusaidia kupunguza mivutano, kuzuia zaidi kuendelea kwa mapigano na kulinda maisha ya raia ambao kwa sasa wapo katika hali ya wasiwasi mkubwa. Hadi sasa hakuna taarifa rasmi zilizothibitishwa kwa uhuru kuhusu chanzo halisi cha mapigano hayo wala idadi ya waliouawa au waliokamatwa, huku hali ikiendelea kubaki mbaya na isiyotabirika. Wataalamu wa masuala ya usalama wanasema kuwa migogoro ya ndani ya makundi ya silaha mara nyingi huleta madhara makubwa kwa raia, hasa katika maeneo ambayo tayari yanakabiliwa na udhaifu wa kiusalama kama ilivyo Minembwe. Tutaendelea kuwajuza kadri taarifa tunavyoendelea kuzipata na mtaendelea kuzipata pia. Tubaki huko Kivu Kaskazini na Kivu Kusini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako tukio la kusikitisha limetokea baada ya kuporomoka kwa daraja kuu inayounganisha majimbo ya Kivu Kusini na Kivu Kaskazini. Kwa mujibu wa taarifa za mashuhuda, daraja hilo muhimu kwa usafiri wa wananchi na wafanyabiashara kati ya mikoa miwili imeanguka ghafla na kusababisha taharuki kubwa miongoni mwa wakazi wa eneo hilo. Inaripotiwa kuwa watu kadhaa wametoweka kufuatia tukio hilo, na miongoni mwao wanatajwa kuwa ni wanafunzi waliokuwa njiani kuelekea kufanya mitihani yao ya kitaifa. Hali hii imezua simanzi kubwa kwa familia na jamii kwa ujumla. Wakazi wa eneo hilo wanasema kuwa tukio hilo lilitokea kwa kasi na baadhi ya watu walijikuta wakianguka majini bila kuweza kuokolewa mara moja kutokana na hali ya msukosuko ilivyojitokeza. Katika upande wa hisia kali, baadhi ya wazazi na wananchi wamekosoa vikali tabia za baadhi ya watu waliokuwepo eneo la tukio, wakidai kuwa badala ya kusaidia kuokoa waanga walijikita zaidi katika kupiga picha na kurekodi video za tukio. Wazazi hao wanasema kitendo hicho ni cha kusikitisha na kinapaswa kulaaniwa, wakisitiza kuwa maisha ya binadamu, hasa watoto wanafunzi, yalipaswa kupewa kipaumbele zaidi kuliko kurekodi mavideo au video za tukio. Wito umetolewa kwa mamlaka za usalama na huduma za dharura kufanya juhudi za haraka za uokoaji na uchunguzi ili kubaini idadi kamili ya waliopotea na chanzo cha maporomoko ya daraja hilo muhimu. Wataalamu wa miundombinu wanasema kuwa maporomoko kwa daraja mara nyingi husababishwa na uchakavu, mvua kubwa au ukosefu wa matengenezo ya mara kwa mara, hali ambayo inaweza kuhatarisha maisha ya wananchi ikiwa haitachukuliwa hatua za haraka. Hadi sasa shughuli za uokoaji zinaendelea katika eneo hilo, huku familia zikiwa katika hali ya majonzi na wasiwasi mkubwa. Basi tutaendelea kuwajuza habari kadri zinavyoendelea kupatikana. Tuendelee na habari zetu. Twende na habari kutoka mjini Goma mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ikihusisha madai mzito ya ukiukwaji wa haki za kibinadamu katika maeneo ya mahabusu. Mwandishi huru wa habari Record Olenga ametoa ushuhuda wa kushtua kuhusu kile anachodai alichokipitia baada ya kukamatwa kwake mjini Goma mwezi Septemba mwaka wa 2025. Kwa sasa mwandishi huyo yuko katika maficho akisema anahofia usalama wake baada ya matukio aliyodai kuyashuhudia. Kwa mujibu wa maelezo yake, tukio lote ilianza tarehe 19 mwezi wa 5 mwaka 2025, ambako anasema alikamatwa kufuatia kufanya mahojiano na mama moja aliyekuwa akilalamikia kukamatwa kwa watoto wake bila kufuata taratibu za kisheria. Mwandishi huyo anadai kuwa baada ya kukamatwa alizuiliwa kwa muda wa wiki 3
na siku 2 katika eneo ambalo lilikuwa ndani ya kontena iliyopo katika ofisi ya bunge la mkoa wa Goma. Katika ushuhuda wake, Olenga amesema kuwa hali ya ulinzi na ya mahabusu aliyokuwemo ilikuwa mbaya ya kutisha, akidai kuwa watu waliokuwa wakishikiliwa walikumbana na mazingira magumu sana ya maisha huko gerezani. Anasema kuwa siku 2 baada ya kukamatwa kwake, watu 2 walipoteza maisha walitokea ndani ya mahabusu hiyo, na kwamba kulingana na maelezo yake alishuhudia tukio la kushtua ambako waliokuwepo waliamriwa kuondoa mili ya marehemu hao. Kwa mujibu wa ushuhuda huo, mwandishi huo wa habari anadai kuwa waliamriwa kutupa mili hiyo katika eneo la Ziwa Vert au Lac Vert. Tukio hilo analitaja kuwa la kutisha na lisilo la kibinadamu. M23 yanatajwa katika madai yake kama waliodaiwa kuwa na jukumu la kumkamata na kumshikilia, ingawa upande huo bado haujatoa majibu rasmi kuhusu utuma hizo. Mwandishi wa habari pia anadai kuwa alikumbana na mateso ya mazingira mbaya ya kizuizini katika maeneo tofauti, ikiwemo kituo cha mahabusu kilichopo katika eneo ya ofisi ya mkoa, baadaye katika gereza kuu ya Mzenze prison. Akisema hali katika gereza hilo ilikuwa mbaya zaidi. Anasema kuwa kuna mambo mengi ambayo bado hayajafichua kwa umma, akieleza kuwa anapanga kuyaweka kwenye kitabu atakachokiandika baadaye ambacho kitahusu uzoefu wake na kile anachodai kuwa ukatili uliotokea ndani ya vituo hivyo vya mahabusu. Katika wito wake, mwandishi huyo anayomba jumuiya ya kimataifa kuongeza shinikizo kwa makundi yenye silaha yanayodhibiti maeneo hayo ili kuhakikisha haki za kibinadamu zinaheshimiwa. Pia ameiomba serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kumsaidia katika kuandika kitabu hicho ambacho sasa kinakuwa kumbukumbu ya matukio yanayodaiwa kutokea katika gereza la Mzenze na maeneo ya kizuizini mjini Goma. Hadi sasa hakuna taarifa huru zilizothibitishwa kikamilifu kuhusu madai haya, na vyombo husika bado havijatoa majibu rasmi kuhusu ushuhuda huo mzito. Tutaendelea kuwajuza mengi kadri tunavyoendelea kupata habari. Turudi katika mji wa Goma ambako serikali imechukua msimamo mkali kuhusiana na mabadiliko ya uongozi katika taasisi za elimu ya juu, hatua inayozidi kuzua mvutano wa kisiasa na kiutawala mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imekataa rasmi uteuzi mpya uliofanywa na muungano wa M23 ndani ya kamati ya usimamizi wa chuo kikuu cha Goma kinachojulikana kama Université de Goma. Kwa mujibu wa taarifa ya serikali, hatua hiyo inachukuliwa na M23 inachukuliwa kama kinyume cha sheria na mipango rasmi ya utawala wa elimu nchini. Serikali inasema kuwa taasisi zote za umma, ikiwa ni pamoja na vyuo vikuu, vinapaswa kuendeshwa chini ya mamlaka halali ya taifa na si kupitia maamuzi ya makundi yenye silaha au mamlaka mbadala. Taarifa hizo zinaeleza kuwa mabadiliko hayo ya uongozi yanafanywa na M23 yanahatarisha utulivu wa sekta ya elimu katika eneo la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambalo tayari linakabiliwa na changamoto za kiusalama na kisiasa. Serikali ya Kongo inasisitiza kuwa haitatambua uteuzi wowote au mabadiliko ya kiutawala yatakayofanywa nje ya mfumo rasmi wa serikali. Pia imesema kuwa inaendelea kushikilia msimamo wa kulinda mamlaka ya kitaifa katika taasisi zote za umma, ikiwa ni pamoja na elimu, afya na utawala wa ndani. Kwa upande mwingine, hatua hii imekuja katika kipindi ambacho mvutano kati ya serikali na makundi ya waasi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unaendelea kuwa mkubwa, hali inayozidi kuathiri huduma za kijamii na maisha ya wananchi katika maeneo mbalimbali. Wachambuzi wa masuala ya kisiasa wanasema kuwa migogoro ya udhibiti wa taasisi za elimu katika maeneo yote yenye mapigano mara nyingi ongeza changamoto za utawala na kuathiri mustakabali wa elimu kwa vijana ambao ndiyo tegemeo la taifa baadaye. Hadi sasa kuna taarifa rasmi kutoka kwa upande wa M23 kuhusu msimamo wao baada ya tamko hilo la serikali, jambo linaloacha hali ya sintofahamu kuhusu hatua zitakazofuata katika sakata hilo.
Wakazi wa Goma na maeneo jirani wanasema wanaendelea kufuatilia kwa karibu hali hiyo, wakihofia kwamba mvutano huo unaweza kuathiri moja kwa moja shughuli za masomo na utendaji wa vyuo hivyo. Tutaendelea kufuatilia habari kwa karibu na tutaendelea kuwajuza nini kinachoendelea. Asante kwa kusikiliza taarifa zetu mbalimbali toka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Basi ndugu mpendwa msikilizaji na mtazamaji, acha nikuunge moja kwa moja na habari za kimataifa kupitia BBC Swahili. Karibu. Kana katika mji mkuu wa Ethiopia Addis Ababa, huku waangalizi wa uchaguzi wakitoa miito ya kufanyika uchaguzi wa amani katika nchi hiyo ambayo ni ya pili kwa idadi kubwa ya wakazi barani Afrika na ambako ndiko kwenye makao makuu ya Umoja wa Afrika. Foleni ndefu zilianza kushuhudiwa kabla ya saa 12 asubuhi, huku wapiga kura wakiwa na hamu ya kupiga kura kutumia haki yao ya kidemokrasia kupaza sauti zao kuhusu wanachokitaka katika masuala ya uongozi wa nchi yao. Mada zilizopewa kipaumbele katika uchaguzi wa mwaka huu zilijumuisha maridhiano ya kitaifa kutokana na mapigano yanayoendelea katika maeneo kama vile Tigray, Oromia na Amhara, na pia kulikuwa na mada ya maendeleo, huku serikali ikiahidi kufanya miradi mikubwa. Je, ni changamoto gani zinazoikabili Ethiopia baada ya uchaguzi wa Juni mosi? Je, uchaguzi huu utaathiri vipi muundo wa serikali ya shirikisho? Upi mustakabali wa demokrasia na amani ya Ethiopia na eneo la Tigray baada ya uchaguzi huu? Katika meza ya duara leo tunaye Dr. Nancy Ngoa, mhadhiri wa Chuo Kikuu cha Pwani katika mji wa Kilifi huko pwani ya Kenya. Tunaye mjini Shinyanga nchini Tanzania Tumaini Munale, yeye ni mchambuzi wa siasa, na huko New York Marekani yupo Profesa David Monda, yeye ni mchambuzi wa siasa za Marekani na kimataifa. Mwenyekiti hapa Bonn ni mimi Josephat Charo. Kwanza kabisa nianze nawe Profesa David Monda hapo New York. Umefuatilia uchaguzi wa Ethiopia. Tupe kauli yako kuhusu jinsi ambavyo umeuona uchaguzi huu na kuangalia mazingira ambayo yalikuwa yakishuhudiwa nchini. Naona uchaguzi huu kwa njia ya kuomboleza kwa njia fulani, na naombolezea demokrasia, na naiangazia kwa kujua ya kwamba serikali ya Abiy kwa upande fulani lazima iwe na uchaguzi ili kupata ule uungwaji mkono wa umma, falsafa ya kuonyesha kwamba umma ndio waliothibiti madaraka. Lakini pia kwa njia nyingine uchaguzi huu ni kama imekuwa ni sarakasi, kwa sababu matokeo tayari yashajulikana. Rais Abiy na chama chake wataenda kushinda. Kwa hivyo serikali ipo pahala pagumu, hususan tukiangazia kwamba hali ya usalama ni tete. Ni uchaguzi, sio uchaguzi ambao utakuwa ni wa huru na haki, ambao unawajibishwa pia na kuweko kwa upinzani. Lakini kwa mazingira ya Ethiopia kwa wakati huu ni hali tete na hali ngumu. Umegusia hapo swala la demokrasia. Unauona wapi mustakabali wa demokrasia na amani ya Ethiopia kwa ujumla wake, na tukizingatia pia eneo la Tigray baada ya uchaguzi huu, Profesa? Naona hali ya demokrasia ipo hatarini. Demokrasia ipo hali mahututi, na nadhani kwa sababu ya vile umeangazia maeneo sio tu ya Tigray, kuna misukosuko eneo ya Amhara ambapo kikundi cha Fano kimenawiri na kuleta hali ya ukosefu wa usalama. Eneo ya Oromia kuna changamoto nyingi tu za utawala bora na usalama, na pia tusahau eneo ya Ogaden ambapo kuna wengi wa wakaaji huko ni wa ukoo wa Kisomali. Kwa hivyo ni changamoto ngumu, na nadhani kwa demokrasia ni hali mbaya, kwa sababu uchaguzi huu lazima tuseme ukweli, sio ya kwamba ni uchaguzi wa demokrasia wa kukita mizizi ya demokrasia. Ni ule njia ya kwamba dola serikali ya Abiy
inataka kuidhinisha uongozi wao, lakini demokrasia tayari ishakufa, na kwenda mbele sijui itakuwa ni vipi, kwa sababu ukiangalia kwa bunge, chama cha Abiy kina wajumbe zaidi ya 97, upinzani umebanwa sana, na serikali imeonyesha kutumia njia za mabavu, njia za kivita kuweza kutuliza maeneo ambapo wakaaji tuseme kule Tigray wanatetea haki zao za kibinadamu za kidemokrasia. Kwa hivyo ni hali ngumu, na nadhani demokrasia kwa wakati huu Ethiopia ishakufa na inabidi ifufuliwe, lakini hali yake ni tete kwa wakati huu. Haya, asante sana Profesa David Monda. Nije kwako Tumaini Munale hapo Shinyanga. Umemsikia profesa akizungumzia kuhusu swala la demokrasia na jinsi ambavyo yeye mwenyewe amefuatilia na alivyouona uchaguzi huu wa Ethiopia. Tupate kauli yako na wewe kuhusiana na masuala mazima ya demokrasia katika uchaguzi huu. Nashukuru sana, na mimi nakubaliana pia na Profesa Monda kama jinsi alivyoweza kuchangia hapo kutoka Marekani. Kumekuwa na changamoto kubwa, na hasa tangu alipoingia Waziri Mkuu Abiy Ahmed. Utakumbuka kwamba alileta mabadiliko makubwa sana baada ya kutuvunja kile chama cha Ethiopia People's Revolution Democratic Front EPRDF. Hapo ndipo akajikuta sasa amezua vurugu kubwa sana kati ya haya makundi, haya makabila makubwa, Amhara pamoja na hawa Oromia na Tigray, ambao ndio walikuwa wengi sana wako ndani ya hicho chama tawala cha EPRDF ambacho kimemadarakani kwa takriban miaka 30. Sasa katika hali ya kawaida, unapoondoa chama madarakani ukakivunja ambacho kimekaa kwa miaka 30 madarakani, tayari pale kuna watu umeshawabagua ambao walinufaika na huo mfumo kwa kipindi kirefu. Hiyo ndio imemletea shida Abiy Ahmed, na kwa bahati mbaya amejitahidi kwa namna yoyote ile kuwashawishi hasa ile jimbo la Tigray na chama chao cha TPLF, ambao sasa kwa takriban sasa inaenda miaka 10 hawana uwakilishi ndani ya bunge. Kwa hiyo nafikiri kwamba ni mazingira ambayo sio mazuri, naweza nikasema, kwa Abiy Ahmed, waziri mkuu wa Ethiopia, kwa sababu hawezi kuunganisha nchi hapo, tayari ameshashindwa. Huwezi kufanya uchaguzi katika mazingira kama hayo ambayo mikoa mitatu haishiriki kwenye uchaguzi, na yote kwa yote, lakini pia bado kumekuwepo na ukandamizaji wa vyombo vya habari, lakini pia kumekuwepo na unyanyasaji wa vyombo vya upinzani pamoja na wapinzani wengi. Wakati akiingia madarakani, Abiy alijitahidi kuwaondoa wale wafungwa walikuwa wamefungwa kwa sababu za kisiasa kufuatia waziri mkuu aliyekuwepo Meles Zenawi, lakini pia alifanikiwa kuleta uhuru wa habari, mambo ambayo yalidumu kwa muda mfupi sana, kwa sababu ndio hivyo kwamba kuna changamoto kubwa sana ya kuunganisha taifa. Sasa hicho ndio kinamkuta kwamba shida imekuwa ni ya kimfumo mzima. Amejitahidi kwa kadri ya uwezo wake, lakini anashindwa kwa sababu ni jitihada ambazo sio za muda mfupi, zinahitaji miaka mingi, zinahitaji ushirikiano wa jamii mbalimbali, lakini kwa sasa tunaona kabisa kwamba bado hajafanikiwa kuweza waunganisha wa Ethiopia kwa kitu kimoja, bwana Josephat Charo. Haya, asante sana Dr. Nancy Ngoa. Bila shaka umefuatilia na jinsi ambavyo mambo yamekwenda Ethiopia. Watu wanazungumza sana kuhusu uchaguzi huu. Tusikie maoni yako na wewe na tathmini yako kuhusu uchaguzi huu kabla hatujasonga mbele. Naam, asante. Maoni yangu ni kwamba Ethiopia uchaguzi wake huu haujakuwa na demokrasia kwa vyovyote vile. Haiwezekani kwamba eneo zima la Tigray ambapo kuna watu wengi katika eneo hilo wamekosa kupiga kura kwa sababu ya hali za usalama, na eneo hilo liko ndani ya Ethiopia. Kwa hivyo inamaanisha kwamba hawa watu wa eneo hilo hawana raha, maana hawajahusika katika uchaguzi. Kwa hivyo haiwezekani kusemekana kwamba ni demokrasia ilhali eneo kubwa hilo limeachwa nje, pamoja na kwamba eneo hilo limekuwa na chama ambacho kimekuwa mbele katika siasa. Kwa hivyo itakuwa kwamba watu wa eneo hilo wana ghadhabu, wanaweza kuwa na ghadhabu, pamoja na kwamba inaonekana kwamba katika eneo hilo
kwamba ndio eneo ambalo lilipatwa na vita, na vita hivyo vilikuwa ni athari kubwa kwa eneo hilo. Na hata baada ya kwamba hivi kuna uchaguzi, bado hakuna maridhiano ama hakuna kuridhika katika eneo hili. Na sasa tunaona kwamba hata limeachwa nyuma katika upigaji kura. Kwa hivyo ghadhabu zaidi hapo, na ghadhabu hii hatuwezi kujua itajitokeza kwa njia gani. Kwa kweli Abiy Ahmed anaweza kushinda, tayari tumejua kwamba yeye ako mbele, lakini sasa itakuwaje kwamba Tigray haina usemi katika uchaguzi wake? Inamaanisha wameachwa nje, na hiyo ni hatari kwa nchi, kwa sababu hao wametengwa. Hatujui mambo yatakuwaje. Haya, nitarudi tena kwako daktari. Tumaini, umemsikia hapo daktari akielezea jinsi ambavyo na yeye pia ameona hali hii. Tuzungumzie sasa kile ambacho kinatarajiwa baada ya matokeo kutangazwa, yale matokeo ya mwisho ambayo yanatarajiwa kutangazwa wiki ijayo. Na ni hapo ndivyo tunapohitimisha matangazo yetu habari ya asubuhi ya leo, ikiwa ni tarehe 7 mwezi wa 6 mwaka 2026. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji, kama itakuwa ndio mara kwa kwanza kufuatilia habari kupitia mtandao wetu wa YouTube Congo Post News, hakikisha una subscribe, una like, una comment, pia una share ili usiwe unapitiwa na habari zetu. Vile vile unaweza kutuandikia kwenye namba ambayo inaendelea kuona hapo kwenye video, kwenye picha, na ukatupatia maoni yako, aiza mapendekezo yako. Basi acha tuendelee kutosha shukrani zetu za dhati kwa wote wanaoendelea kuchagua Congo Post News kama kituo chao chema na bora cha matangazo. Niana mazungumzo yetu ya kila siku ni hakikisha tunaletea habari sahihi za kuaminika tena kwa muda muafaka. Basi endelea kuwa nasi katika taarifa zetu za habari ambazo tutakuwa tukikuwekea kila siku. Asante, karibu.